Asante sana msikilizaji wangu na mtazamaji wangu kwa siku ya leo, ambapo ninafurahi sana unaendelea kuangalia na kuweza kusikiza channel yangu ya YouTube Muhemi Jeremiah. Ninashukuru sana kwa watazamaji wote na wasikilizaji. Siku ya leo ningependa tuweze kuzungumzia jambo ambalo limekuwa ni jambo sungu katika mahusiano ama katika ndoa. Nataka tuzungumzie kuhusu jambo moja ambalo ni kudumisha upendo ama kudumisha kile kinachofanya ndoa iweze kudumu. Nataka tuzungumzie siri ambayo ni muhimu katika ndoa, inayohakikisha ya kwamba ndoa yako na yangu zimepata kudumu. Na wakati ambapo tunapozungumzia kuhusu kudumu katika ndoa, ina involve mambo mengi ambayo nataka tuweze kuyazungumzia moja kwa moja. Na tunapozungumzia hilo, ni kati ya wanandoa ambao lazima waweze kutambua na kujua hii siri. Tunapoingia katika mahusiano na tunaingia katika ndoa, yapo mambo ama yapo sipo siri ambazo lazima tuweze kuzingundua ili tunapoingia katika ndoa ama katika mahusiano, na ni mambo ambayo lazima yaweze kujulikana na kila mwanandoa. So kuna mambo ambayo lazima yataweza kufahamika na kila mwanandoa, na ninataka nizungumzie kuhusu mambo mawili au matatu yanayosababisha ndoa iweze kudumu. Na jambo la kwanza ni ndoa inaongozwa na mambo mawili ama matatu. Kitu ya kwanza ni kitu inaitwa knowledge. Knowledge ni lazima, ambayo lazima kila mwanandoa aweze kuwa na knowledge, na lazima kuwa na kitu kingine inaitwa understanding. So hizo vitu mbili katika ndoa ndizo zinazofanya ndoa iweze kudumu, maana hakuna anayejua zaidi mambo ya ndoa. Ndio sababu tunapoenda katika ndoa na tunapounganisha watu wawili ambao wanataka kuingia katika ndoa, unapewa certificate kwanza hata kabla uweze kuqualify, maana uwezi ukajua mambo ya ndoa kufika ile kiwango ambayo inatakiwa kabla hujaingia. So unapoingia mahali pale ndio naenda una qualify na unaweza kutambua mambo mengi kupitia mitihani ambayo ni ya ndoa unayozidi kuendelea kuipitia, maana ndoa inajengwa na hayo mambo mazito na magumu unayopitia, ndio yanayojenga ndoa ambayo inayodumu. Maana kama hautapitia hizi challenges, hautaweza kujua ni vipi ndoa yako haitaweza kukua, maana lazima ndoa ifikie kiwango cha kuweza kukua. Maana ndio sababu tunapewa certificate hata kabla hatujajulikana kama tuna graduate, maana lazima uingie upate mafunzo pale, ujifunze katika ndoa ndio uweze kugraduate na kuweza kukupitisha kwamba hakika umeweza kushinda katika ndoa. Hapo mambo mengi lazima utayapitia pale ndani, na ndio itajenga mahusiano yenu. So kama una maarifa na hekima ya kuweza kujua ni nini kiko katika ndoa, haitaweza kudumu. Ndoa haiwezi ikaweza kudumishwa na upendo peke yake. Upendo uko na percentage kidogo sana katika mahusiano ama katika ndoa, na itabidi ya kwamba muweze kuelewana. So kuelewa mwenzako ndio itakufanya uweze kudumisha ndoa yako, maana ukijua mwenzako anafanya nini, ukijua mwenzako anataka nini, ukiweza kumwelewa, ndio itakufanya ya kwamba uweze kuishi kwa amani na mwenza wako. So ina maana ya kwamba lazima umtambue, lazima umwelewe, lazima uweze kuwa na kitu inaitwa understanding, kuelewa mwenzako anataka nini, anapenda nini, ataki nini, ndio msije mkaweza kuingia katika mkwaruzano katika ndoa. Na mkiweza kudumisha mambo yale na kuweza kuya practice, mtaweza kuona kwamba ndoa yenu imepata nguvu na imejengwa katika misingi ambayo ni dhabiti. So tunapoingia katika ndoa lazima uweze kujua ya kwamba mambo yatatokea na mambo yatakuwepo. Sio kila wakati mtakuwa na furaha. Ipo wakati ambapo itakuwa hamwezi hata angaliana, lakini msije mkaweza kulala mkaamka kama mna tofauti zenu. Lazima muweze kujua kuwasuluhisha matatizo yanayowakumba katika ndoa, na hiyo inahakikisha kwamba ndoa yenu itadumu. So mambo ni mengi yanayowapata katika ndoa, lakini
huwezi ukayakimbia. Mnachoifanya ni kuweza kuelewana na kuweza kudumisha amani katika ndoa yenu. So yapo mambo mengi ambayo lazima muweze kukubaliana. Ndoa inadumishwa na makubaliano. Lazima mketi chini wakati ambapo mmeoana, muweze kukubaliana katika mambo tofauti, jambo moja au nyingine. Mkubaliane katika mambo ya mapenzi, mkubaliane katika mambo ya hata watoto, ni watoto wangapi mtakao wapata. Lazima mkubaliane kwa mambo mengi, ni jinsi gani mtakavyotumia hela zenu mlizo nazo. Pengine mmeajiriwa, mtakuja kwa meza, mtaweza kurani hiyo familia namna gani kupitia mambo ya kifedha. So lazima mambo yawepo mtakayokubaliana, maana ndoa inadumishwa na makubaliano. Kama hakutakuwa makubaliano, hiyo ndoa iwezi kaenda mbali. Na tunaweza kuadvise watu wanapoingia katika ndoa au mahusiano, waweze kuwa na makubaliano kabla waanze kuanzisha maisha katika ndoa, ndio ndoa yao kuweza kudumu. So mambo haya lazima yaweze kuwepo, maana kuna wakati ambapo upendo utafika mahali kuwa ni kana ya kwamba umedidimia kiasi. Lakini sasa kama mnaelewana na mnajua na mko na hekima na maarifa na mnaelewana, kila mmoja anaelewa mwenzake, mtaweza kushinda na mtaweza kudumisha ndoa yenu, na mtaweza kusimama na mtaenda mbali. So lazima mjitahidi sana kuweza kuelewa mambo haya, ndio sababu mnapoingia katika ndoa muweze kushinda vita katika ndoa, muweze kuenda mbali katika maisha ya ndoa. Ninashukuru sana msikilizaji wangu kwa kunisikiliza na kuendelea kunisikiliza. Niandikie pale chini kama uko na maoni tofauti, niandikie pale chini tuweze kuelimishana tunapozidi kuendelea. Ninashukuru sana. Asante. Shalom.